naomba kujua maana ya Isra kilugha na Miraji kilugha. Ama Isra ni kama jinsi Allah alivyoitaja kwenye Qur'ani, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa. Takasifu ni kwake Allah aliyemtembeza mja wake usiku kumtoa msikiti wa Haram Makka kumpeleka msikiti wa Aqsa Palestina, msikiti ambao uko mbali na wa Makka. Aqsa ni msikiti uko mbali na wa Makka. Isra kama vile alivyosema Qurtubi, fihi lughatani, katika lugha ya Kiarabu ile neno linatamkwa sempuli mbili, wanasema sara wa asra, kasaqa wa asqa, maana moja. Mtembea usiku, anatembea usiku, kama amenywesha, kasaqa wa asqa, amekunywa. Ni lugha mbili lakini maana yake moja. Na kuna baadhi ya ulama wametofautisha, kwa sababu katika lugha ya Kiarabu ni lugha ya maajabu sana. Kadiri gisi herufi inavyozidi katika neno, hata lifanane na lenzake vipi, maana inakuwa imezidi. Tazama kauli ya Allah kwenye suratul Kahf, famastata'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Neno la kwanza famastata'u halina ta'u, an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Neno la pili liko na ta. Watu tafsiri wanakuambia hawakuweza kudhihirika katika ile milima alipowafunga Dhulqarnain, wale Maajuja wa Maajuja, Yaajuja wa Maajuja, hawakuweza kudhihirika kwenye ile milima. Ndio Allah akasema famasta'u, lakini hawakuweza pia kutoboa ile milima. Allah akasema famastata'u, kwa sababu kutoboa mlima na kupanda mlima chapi kigumu. Kigumu ni kutoboa mlima. Ndio maana kila gisi neno linazidi herufi ndio linazidi kuwa na maana pana katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo famasta'u an yadhharuhu, hawakuweza kupanda ule mlima, wa mastata'u, wala hawakuweza kamwe. Fika unaongeza kamwe. Na katika hili neno letu al-Isra, wanakuambia baadhi ya ulama kama Imam Qurtubi amenukuu, sayrul layl, yuqal saraitu masra wa sura wa asraitu isra. Ukitumia ile lugha saraitu inakuwa ni masra, lakini ukitumia lugha ya Qur'ani asraitu inakuwa ni isra. Ndio maana inaitwa suratu Isra. Tofauti yake kwa sasa, qila asra sara min awwali al-layl wa sara min akhirihi. Ukitumia lugha ya Qur'an, asra ni mtu ametembea kuanzia mwanzo wa usiku, inakuwa ndo ngumu kwa sababu yenyewe ndio kuna herufi nyingi, na sara ametembea mwisho wa usiku. Unaweza kuwa umepumzika mwisho wa usiku katembea, ndio unatumia sara. Lakini ukitumia asra, maana yake ametembea kuanzia mwanzo wa usiku, hajapumzika hata. Hiyo ndio maana Isra kilugha na kisheria, japokuwa kuomba, lakini tukamilishe ni kutoka alipotoka Mtume sallallahu alaihi wasallam Maka kuelekea Palestina, ndo Allah katumia subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa. Alitakasika Allah, alitakasika ambaye kamtembeza usiku mja wake kumtoa msikiti wa Haram kumpeleka msikiti wa mbali al-Aqsa. Al-Aqsa ni mbali.
Na Hassan bin Thabit shairu Rasulillah alikuwa msifia mwanamke mmoja mwenye kujua kulea nyumba yake na mabinti zake, akatumia hizi lugha zote mbili: hayyi nadirata rabbat alkhidri, hayyi nadirata rabbata alkhidri asrat ilayya wa lam takun tasri. Na kwenye sehemu nyingine kwenye diwani yake, inna nadirata rabbata alkhidri, yani huyu ni mwanamke kapendeza, anawalea mabinti zake. Alkhidri wanakuwa na kusudia wale mabinti wanakuwa wanakaa majumbani, hawatoki, kwa sababu wangali wadogo. Zamani nguo zilikuwa ni ndogo, hawana nguo za kuenea jilbab, wabaki ndani. Kama kesi ilikuja kwenye hadithi ya laidi, Mtume amesema na wanawake wa hedhi watoki kwenda kuhudhuria uwanja wa laidi, na dhawatul khudur, mabinti ambao wanabakia nyumbani watokai. Kama hawana jilbabi waazimwe na madada zao jilbabi, maanake walikuwa wanavaa zile nguo za ndani, wanabakia tu ndani, sababu nguo ya kutokea na nguo ya kubakia ndani. Nguo ya kutokea ni jilbabi, kama una jilbabi bakia ndani. Nguo ya kubakia ndani hawasali, wanakaa uchi, hawakai uchi, wako na majoho maushungi, yani hizo ni nguo za ndani. Unasali, unaweza kusali na joho lako na ushungi wako ina neno, lakini kutoka nje ni jilbabi. Ndio akawa anamsifia huyo mwanamke mwenye analea watoto zake vizuri. Asrat ilayya, amenijia usiku, wala mtakun tasri, na kawaida hatokagi usiku, yani mwanamke mwema hatembeagi usiku, abaki ndani kwake. Ndio wanawake wema hao. Hassan bin Thabit shairu Rasulillah radhiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyina, ndio iko msifia huyo mwanamke. Almuhim, wanasema ulama, ona ili shairi la Hassan gisili na nguvu, katumia lugha zote mbili. So asrat ni ile lugha ya isra, tasri ni ile lugha ya masra. Angesema tusiri ingekuwa ni lugha moja, asrat na tusiri. Ndio maana mpaka upokezi uliweka dhamma katika hii tasiri, kasema ni asrat ilayya wa lam takun tusiri. Inafanya kuwa shairi ina nguvu sana katika hiyo riwaya, lakini hii riwaya imetumia, na ndio Qurtubi amezungumza waziwazi, ni bifatha, fatha. Katumia lugha ya nguvu, ndio maana Hassan alikuwa ni mshairi mkubwa kwa kweli. Ama Mi'raj kilugha ni alatul uruj, fama yu'raju bihi yusamma mi'raja. Ile ala unayopanda kwayo ndio inaitwa Mi'raj, kwa sababu araja, alipanda mbinguni, alipanda juu, kama kisi Allah anavyosema ta'ruju almalaikatu waruhu fiha. So sikia Allah anasema ukitizama katika suratu Al-Ma'arij, sura ya kupanda, Allah anasema ta'ruju almalaikatu waruhu ilayha, hapana fiha, afwan, ta'ruju almalaikatu waruhu ilayha. تعرج الملائكة والروح إليه، عفوا، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
malaika wanapanda na roho inapanda ilaihi, hii ilaihi inamrudilia Allah, fi yaumin, kwa Allah, wanapanda kwa Allah, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, kwenye siku ambayo kiwango chake ni miaka 50,000. Kwa hiyo haraja, alipanda. Almiraj ni ala ambayo unapanda kwayo, fama yu'raju bihi yusamma miraj, kile kitu ambacho unapanda kwacho ndio kinaitwa miraj. Kasullam, kama ngazi, ngazi zile unaweza kuzita miraj. Alladhi yurqa bihi, wajaa alhadith anna nabii sallallahu alayhi wasallam urija bihi bilmiraj, na kuja hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam alipanda kwa ala, kuna ala fulani imempandisha mbinguni, na zikaja hadithi zinasifia hiyo ala ilikuwa vipi na alipanda vipi. Zipo hadithi nyingi. Zikaitaja buraq, kwamba nikipandwa kiko chini ya farasi juu ya punda, bila kutizama hadithi ni sahihi au ni dhaifu, lakini hadithi zipo. Na hilo swali lako, ndio maana silitembelei sana. Lakini tukienda kwenye istilah na sheria, wanakusudia nini hii miraji? Ukitizama neno ya ulama wengi, yutlaqu fi majari kalami ulama ala tilka al-aya al-azima allati kana fiha su'uduhu sallallahu alayhi wasallam ila ma fawqa as-sab'i as-samawati, ila ma fawqa as-samawati as-sab'i. Kisheria wakisema miraji wanakusudia ile alama kubwa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna alama kubwa Allah alimpa ya kupanda mbinguni, mbingu ya 7, wa ila masha Allah, mpaka penye Allah mitaka. Thumma audatuhu ila al-ardi ila al-makan alladhi sa'ada min, kisha karudishwa ardhini kwenye sehemu ambayo alipanda kwayo, huwa Baitul Maqdis, ni nyumba ya ile nyumba ya Baitul Maqdis pale Palestina. Wallahu